Sisi tumesimama imara kabisa kuhakikisha kwamba tunaupeleka mkoa huu kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi kama zilivyo. Ninajua leo mmekuja kwa ajili ya kazi maalum, kwa ajili ya kwenda kukagua mradi wetu ambao Wanasingida walikusubiri kwa miaka mingi sana, na tunashukuru kwa kasi ambayo mradi huo inaenda nayo. Kwa upande wa utoaji haki nako tunashukuru, uwekezaji ni kama huu, lakini unaendelea katika ngazi zote kwenye mkoa, lakini kwenye wilaya zetu, kuhakikisha kwamba vyombo vya kusimamia sheria na kutoa maamuzi vipo na vinafanya kazi zake vizuri. Lakini pia tunaendelea kusikiliza kero za wananchi na kuhakikisha kwamba zile zinazohitaji maamuzi ya sheria, basi kamati zetu zile za msaada wa sheria na zenyewe zifanye kazi ili wananchi waweze kupata haki kwa wakati. Tumeshazindua uzinduzi wa kero katika ngazi ya mkoa na wilaya, na kazi hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti inaendelea. Lakini swala zima la utawala, Mheshimiwa, na utawala bora limeendelea kutiliwa mkazo katika mkoa wetu. Tunaishukuru serikali, tumeendelea kupata watumishi kila mwaka. Sisi kwa Kasima tunatarajia kuwa na watumishi 21,222, lakini mpaka hapa ninazungumza tunao 14,000 na upungufu ukiwa kama 7,000, asilimia 33. Lakini pia na sisi wenyewe tumejiwekea mazingira ya ubunifu kutumia vyuo vilivyopo katika mkoa angalau kupunguza hiyo gapu wakati tunasubiri watumishi kutoka serikali kuu. Lakini kwa mwaka huu kupitia bajeti tumekubaliana katika halmashauri zote tuweze kutenga fedha kwa ajili ya wale wenzetu ambao wapo wameshahitimu lakini wanajitolea waendelee kufanya kazi wakati tukisubiri watumishi. Kwa hiyo sisi tumelichukua ni kama swala rasmi, lakini ni swala ambalo litaenda kupunguza kero, kwa maana kuenda kutoa huduma, na hasa katika sekta ya elimu na afya tuna upungufu mkubwa sana. Kwa hiyo tunaposema swala zima la utawala na utawala bora, tunaendelea kuimarisha mifumo na kuhakikisha kwamba watu wote wanafanya kazi kwa mujibu wa taratibu, lakini wanafanya kazi wakiwa na furaha. Mkoa wetu wa Singida sisi tuko salama, usalama wa raia na watu wao unaendelea kuimarika, lakini tuna usalama mkubwa sana wa chakula. Kwa kipindi chote cha miaka 4 iliyopita, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumezalisha chakula cha kutosha na ziada, na mwaka huu tumepata bonus ya mvua ambao sio kawaida katika mikoa yetu hii ya Singida na Dodoma. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka hizi, na kwa kweli hali ya mazao shambani inaridhisha. Singida kama sehemu ya Tanzania, sisi tunaishukuru sana serikali chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mwaka tunapata fedha za kutosha kwa ajili ya shughuli za usimamizi, lakini kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Na kwa kweli katika kipindi hiki cha miaka 4 ni mambo makubwa sana yamefanyika, kiasi kwamba wananchi wa mkoa wa Singida wamekuwa na imani na serikali yao. Lakini tunawashukuru sisi waheshimiwa wabunge ambao mmekuwa mnatusimamia kama watekelezaji wa shughuli za serikali, na zote ushauri ambao mmekuwa mmetupa umetusaidia sana kutuimarisha. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sote tunafahamu Bunge lina kamati za kudumu 16 ili kutekeleza majukumu yake kwa ufasaha zaidi. Kamati yetu ni moja kati ya hizo kamati 16, inaitwa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Ni nzito kwa sababu pia inasimamia wizara 5. Kamati ndio inapitisha bajeti ya wizara yoyote. Tunakuja kuangalia ile bajeti ambayo tumeipitisha kwa mwaka 2025-2026. Mliomba kutekeleza miradi ya maendeleo kadhaa. Sasa tunakuja uwandani, kutembelea, kukagua na kujiridhisha fedha iliyotolewa na huu ujenzi uliofanyika vinalingana, kuna thamani ya fedha katika hili. Na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, siku 2 zilizopita kabla tujaanza ziara, tulipokea taarifa za utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo. Tunakuja sasa kujiridhisha kwamba tulichoambiwa ndio hiki tunachokiona hapa. Hiyo ndio kazi ya Bunge. Mradi huu ni kati ya miradi 8 ambayo kwa sasa hivi tunatekeleza kwa ajili ya kukamilisha majengo ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka
Hii miradi iko katika mikoa mbalimbali. Majengo yote Ofisi ya Taifa ya Mashtaka yanafanana kama hili jengo lilivyo na hayana tofauti. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2025 katika kiwanja namba 228 kitalu 5 eneo la Unyankumi, Singida Municipality. Kwa taratibu za majenzi kama haya inabidi tuwe na mshauri mwelekezi. Kwa sababu sisi sio wataalamu wa majengo, basi tuna mshauri mwelekezi ambaye anaitwa WI Water Institute. Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi au mzabuni anaitwa Ebenezer Desfanos Company Limited kutoka Dodoma. Hadi utakapokamilika mradi huu utagharimu kiasi cha fedha za Kitanzania bilioni 2.4. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi umefikia asilimia 38.2 na mkandarasi amekwishalipwa fedha zenye thamani ya shilingi milioni 779,429,999 na senti 9. Mpaka atakapokamilisha mradi atakuwa anadai kiasi cha shilingi bilioni 1,622,987,178 na senti 1. Hii ni pamoja na ongezeko la thamani, yani VAT, ambapo anatakiwa kuzilipa. Kimsingi, Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu ulitakiwa kukamilika tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2026. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali za kiutawala, za kifedha na eneo pia, basi mradi ulishindwa kukamilika, na hivyo sasa kulingana na taratibu za kisheria na wanasheria, huyu mkandarasi tumemwongezea miezi 3 mpaka itakapofika June 2026 awe amekamilisha mradi huu.